Wapendwa waamini wote, Sinodi Jimbo Katoliki Moshi, katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku ya leo, tukimshukuru pia kwa jinsi alivyojalia mwasha baba askofu wetu katika kutupa fursa ya siku ya leo ya kutembea na sanamu ya Mama Bikira Maria katika sinodi yetu ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi. Somo hili tulilosikia hivi punde, tunaona au tumesikia Mama Bikira Maria pamoja na wale mitume walipokuwa kwenye kile chumba cha juu ghorofani, ambapo Yesu alikuwa amewaahidia kwamba atawapelekea Roho Mtakatifu, na walikuwa kule wakidumu katika sala. Ndilo lilikuwa lililokuwa linatawala katika kuwepo kwao kule. Na basi sisi katika siku ya leo tunaungana na jimbo lote katika kuendelea kusali tukimwomba Mama Bikira Maria awaombee hawa watoto wa Mungu, watoto wa kanisa ambao kama tulivyokwisha julishwa tangu mwanzo kule kanisani parokia teule ya Mtakatifu Brigita Oswald Nchimbi, Baba Askofu ametualika tusali kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria kwa lengo la kuwaombea watoto wetu, vijana wetu, wanafamilia wetu ambao wamo gizani, wamo katika hali ambayo haimpendezi Mungu, ingawa wao wanaona ni sawa tu. Lakini kwa maombezi ya Mama Bikira Maria tunaungana pamoja katika kusali kama alivyokuwa kule juu pamoja na wale wanafunzi wakisali, na sisi tukiongozwa leo na mwasha baba askofu wetu pamoja na taifa lote la Mungu tunaosali pamoja. Basi tunamwomba Mama Bikira Maria aweze kupokea maombi yetu na kuyapeleka kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaamini sana juu ya nguvu ya sala. Sala ina nguvu ya kutenda makubwa. Tunaposali kwa imani, tunaposali kwa moyo thabiti, tunaposali kwa matumaini na mapendo kwa Mungu, hakika ni ndivyo ilivyo, na historia inaonyesha watu wote waliokimbilia maombezi ya Mama Bikira Maria hawakuachwa. Hata tunaposali hiyo sala, kumbuka kwamba hakuna aliyekukimbilia, hakuna aliyeomba maombezi yako au maombezi ya Mama Bikira Maria akaachwa. Kumbe basi, wapendwa, mwasha baba askofu na wote tunaosali pamoja kwa maombezi ya Mama Bikira Maria katika siku yetu ya sala ya tafakari ya toba, tuendelee kumwomba Mama Bikira Maria kwa maombezi yake, ili hatimaye lengo tulilo nalo la ndugu zetu hawa kufunga ndoa liweze kutimia. Binafsi ningependa pia niwashirikishe, kuna majibu ambayo kwa sisi mapadri tunapozungumza nao wanatueleza. Wengine wanasema, unajua maisha ni magumu, kwa hivyo bado naendelea kujipanga. Wengine wanasema, unajua nimechangia harusi nyingi sana, nasubiri na wao waje wanichangie. Wengine wanasema, ni unajua huyu mama aeleweki. Wengine wanasema bado namchunguza. Wengine wanasema ukifunga naye ndoa anakukalia. Kwa tuna majibu mengi wanayoyatoa ya kidunia, lakini zaidi sana ni kutafuta kujilinganisha. Wakati mwingine kwamba tulienda kwenye harusi ya fulani, ilikuwa ni harusi kubwa kweli, na mimi natamani nijipange niwe na harusi kubwa namna hiyo. Mbona ameenda kanisani amepelekwa na helikopta, mimi nataka nipelekwe na helikopta. Kwa hiyo wanakuwa na majibu ambayo ni mepesi kwenye hali ya dhambi, na hiyo tunasema ni kweli, hiyo ni kazi ya shetani, sio kitu kirahisi, kwa sababu hawakatai kwamba tutafunga ndoa. Wanasema tutafunga ndio, lakini hebu nipewe tena muda, naomba tena nipewe muda. Sasa leo wapendwa, tuko na Mama Bikira Maria, tumwombe atuombee, na kwa namna pekee kwa ajili ya hao vijana na hao wote ambao wanaishi maisha ya usuria katika hali yao. Baba Askofu ametuambia pale, wao wanaona ni sawa, lakini sio sawa.
ni dhambi, ni kosa. Sasa wazazi wanapowaelimisha, sisi mapadri tunapowaita, tunapowatembelea, basi wanakuacha na jibu la namna hiyo. Na tena zaidi sana, mwingine anaweza akafika mahali akakwambia, kwani napungukiwa nini tofauti na aliyefunga ndoa? Yeye amefunga ndoa kila anashiba, mimi kila pia anashiba. Sasa ni majibu ambayo kwa namna moja ama nyingine tunaona ili kazi yule mwovu. Na hata wanakuja wanasema tunaomba ubatizo watoto watoke kwenye dhambi wapate wokovu, sisi tuendelee kukaa kwenye dhambi. Kumbe wapendwa, hayo yote ni majibu ambayo kwa kweli yanaumiza moyo. Ukiangalia baadhi ya wazazi ambao hawakomuniki, baadhi ya wazazi ambao kweli wanakuwa na masikitiko mengi sana, lakini leo baba askofu ametuongoza vizuri katika tafakari kule kanisani. Tuwaendee katika moyo wa unyenyekevu, katika hali ya busara, tena katika hali ya kuwabembeleza, ili kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, huyu ambaye alikuwa kwenye chumba cha juu na wale wanafunzi akisali, basi Mungu aweze kugusa mioyo yao. Wakati malaika Gabriel alikwenda kumpasha Mama Bikira Maria habari ya kumzaa Bwana, kumzaa Mwokozi, katika Injili ya Luka sura ya 1:37 kuna yale maneno anasema, kwa maana kwa Mungu hakuna jambo lisilo. Tutembee pia na imani hiyo, tutembee pia na maneno hayo, kwa sababu unapoamini juu ya maandiko matakatifu na kuyafanya sehemu ya maisha yako, maana yake matokeo na matunda yake ni mazuri sana. Basi tunaomba Mwenyezi Mungu apokee maombi yetu, na zaidi pia katika hii hali tunayoendelea nayo ya toba, ya kujitesa, ya maumivu, Mungu atuone katika nia yetu njema. Basi tunaendelea kumwomba pia Mama Bikira Maria, mama wa kanisa la mahujaji, kanisa la wasafiri ambao tuko hapa duniani kwa sasa, aendelee kutuombea katika nia yetu njema, ili Mungu apokee maombi yetu. Na tunapomaliza tendo kama hili, basi nguvu ya Roho Mtakatifu uweze kuwagusa hao wote ambao ni masuria, na hatimaye waamue kwa uamuzi radhi wa kutoka katika hali ya dhambi, waingie katika maisha ya neema, katika maisha ya sakramenti takatifu ya ndoa. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.